ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanya Mungu akashindwa kutujibu kwa wakati, au yamkini Mungu akawa kimya kabisa? Nini kinaweza kikasababisha tukashindwa kujibiwa kwa wakati? Okay. Nashukuru sana madam kwa swali zuri sana. Moja kati ya mambo muhimu sana ambayo yanafanya maombi yawe ni maombi yenye matokeo, huwa hayaanzi na, kimsingi hayaanzi na Mungu, hayaanzi na Mungu, inaanza na mtu. Okay. Anayeweza kuamua kama haya maombi yataleta matokeo ama hayaleti ni mtu, sio Mungu. Mungu ana shauku ya kusikia maombi yetu. Ana shauku ya kusema na sisi. Ndio anachozungumza kwenye ile Isaya. Yeye anatuita, anasema njooni tusemezane. Mara zote shauku ya Mungu ni kuzungumza na watu wake. Utaona hii sasa ni ajabu zaidi kwamba hata dhambi haimzui Mungu kusikia maombi yetu. Okay. Nitaelezea hiyo vizuri kwa sababu tutaona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, hata baada ya Adam kukosea, Mungu ndiye alianza kumfuata na kumtafuta Adam. Na tunajua Adam alikuwa katika hali yake ya dhambi kabisa. Yani kwa leo tungesema asingeweza hata kuwa na ujasiri wa kumuita Mungu kwa sababu alienda akajificha kabisa. Lakini ili kudhihirisha kwamba mara zote Mungu anayo shauku na watu wake, Mungu ndiye alipiga hatua ya kwanza kumtafuta Adam na kuuliza Adam uko wapi, na kuanza kumshughulikia Adam katika ile hali yake ya uovu aliyokuwa nayo. Akakuta Adam amejitahidi kujitengenezea mavazi ya kujistiri. Mungu akayaharibu mavazi ya Adam, yeye akamvika Adam kwa ngozi ya mnyama. Kwa hiyo inadhihirisha kwamba mara zote Mungu anayo shauku ya kuzungumza na watu. Kwa hiyo kusema hivyo ni kutengeneza msingi mzuri kwamba yako mambo yanayojenga maombi ya mtu hata wewe ni maombi yenye matokeo. Jambo la kwanza la kujua ni kwamba Mungu ana shauku na maombi yangu. Yaani mtu akishajua hiyo, hamna, kwa sababu mara nyingi tunaenda mbele za Mungu kana kwamba ni Mungu asiyesikia, Mungu ambaye hatuna uhakika kama ile ninalomwambia atalijibu ama hata alijibu, ila anafanya tu kukamilisha wajibu. Kwa hata nikisema namwachia Mungu nakuwa nina mashaka, hivi Mungu nayemwachia atafanya kweli ama vipi? Lakini jambo la kwanza la kulielewa ni kwamba Mungu ana shauku na wewe. Mungu ana shauku na sisi. Lakini jambo la pili la muhimu sana katika maombi yenye matokeo ni ufahamu wa mtu. Okay. Mtu anafahamu nini kwanza kuhusu maombi? Pili, mtu anafahamu nini kuhusu Mungu anayemuomba? Hivi ni vitu viwili vya muhimu sana ambavyo ukishindwa kuvifahamu, baadaye unaweza kulaumu kwamba Mungu hajibu, kumbe wewe hujafahamu msingi wa maombi yako. Kwa lazima mtu ajue maombi ni nini, lakini pia ajue Mungu anayemuomba ni Mungu wa namna gani, huwa anafanyaje mambo yake. Tukishalifahamu hili vizuri, ili la pili ambalo linahusisha uelewa kwa maombi na uelewa kwa Mungu, ndio sasa utagundua jambo lingine la tatu linalozaliwa kutoka kwenye huo ufahamu, kwamba nguvu ya maombi haipo kwenye maombi yenyewe. Okay. Nguvu ya maombi ipo kwa Mungu. Anayejibu maombi sio maombi, ni Mungu. Sio wingi ama uchache wa maneno yetu wakati wa kuomba, ni Mungu. Okay. Kwa sababu wengi huwa tunaenda mbali kwenye hiyo level ambao unaamua uchukue 40 tatu kavu ukidhani kwamba wingi wa zile siku ndio unaamua matokeo ya maombi yako. Kumbe anayejibu maombi wewe umefunga ama wewe umeshiba ni Mungu. Ndio anayejibu, sio njaa yako wala sio wingi ama uchache wa maneno yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu kwamba kuna mambo ambayo kama muamini hata yafahamu vizuri yanaweza kuathiri maombi yake na kufanya sasa majibu yachelewe kwa namna moja au nyingine. Mzaburi anaandika, anasema hakuna neno ulimwini mwangu Bwana asilolijua. Kwa anajua maneno ya wenye haki, anajua maneno ya watenda dhambi. Anajua haja za wenye haki na haja za wenye dhambi. Zote hizi anazijua. Tunasemaga habari ya Mungu kusikia maombi huwa haipo kwenye uwezo wa yeye kusikia sauti yako. Huwa inazungumzia zaidi uwezo wa Mungu kujibu kile tulichokiomba. Kwa ni hivi, wakati Mungu anaweza kusikia sauti na maombi ya watu wote, huwa hajibu maombi ya kila mmoja. Hiyo ndio point inayotofautisha mpaka sema Mungu hasikii maombi ya mtu mwenye dhambi. Sio kwamba hasikii, kwamba uwezo wake wa masikio ufanye kazi. Anasikia, ila kujibu ni kitu kingine. Kwa habari ya kusikia, Mungu anasikia maombi ya watu wote. Kwa habari ya kujibu, inategemeana na attitude ya muombaji zaidi. Kwa mambo mengi ambayo tunadhani ni
ni dosari ama tuseme natafuta neno fulani zuri la Kiswahili hapa limenipotea, lakini ni dosari ama ni changamoto inayofanya Mungu asijibu. Mengi ya hayo sio changamoto ya Mungu, ni changamoto zetu sisi ndio zinatufanya tushindwe kupokea kwa haraka yale Mungu anataka tupokee.